tumekesha. Na sasa hivi ishakuwa usiku, asubuhi sasa inaenda. Kesho ingia kazini mchana. Angalau kapate muda wa kupumzika. Sawa eh? Na kwa sasa ni usiku, nikusogeza mpaka maeneo kwako. Asante sana bosi. Yaani kama Mungu vile. Maana sasa hivi mafuta yapo bana. Na ulipo juu sana. Moyoni mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani ya moyo. Mume wangu, mimi kuna jambo linanitatiza. Naona haliko sawa kabisa. Sijui ni kwa upande wangu mimi au kwa upande wako pia. Unajua tulikuwa tuna maisha ya kawaida sana. Lakini baada ya kufa tu mtoto wetu, maisha yetu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Mume wangu, kuna namna hapa najaribu kufikiria. Nahisi kabisa kuna kitu unanificha. Hebu niambie, ni kitu gani hicho? Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali. Anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Mke wangu wewe. Habari ya asubuhi. Bali moyo safi wenye upendo. Mke wangu, sina kusalimia jamaa. Wewe. Ni kosa gani kubwa ambalo nimelifanya mpaka una Mungu nipigia na vyombo? Hebu niambie. Kwa sababu nimefika nimekusalimia vizuri tu mke wangu, bila shida yoyote. Wewe unachukua kama unanipigia nacho. Mimi natoka kazini nimechoka, nahitaji kwenda ndani kupumzika. Kwa unanichukulia mimi mpumbavu, si ndio? Unanichukulia mimi sina akili. Maana hata nikifikiria kifo chake ni cha ghafla sana. Unajua kinanishangaza, hata kuumwa hajaumwa. Nisikilize mke wangu. Masuala ya vifo Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga. Ukianza kufikiria kifo cha mtoto, mke wangu, wewe umeshashuhudia vifo vya watoto wangapi huko mitaani? Je, wale sio watoto? Na kwa nini ufikirie sana kuhusu kifo cha mtoto? Sikiliza. Mungu ndiye anayepanga binadamu aishi miaka mingapi hapa duniani. Unaweza kuzaliwa leo ukafa kesho. Na hata hivyo, tushukuru Mungu. Sisi bado tunaishi mpaka sasa hivi. Ukienda hata makaburini kule utaona mtoto kakaa miaka 2 tukafa. Lakini wewe leo hii mpaka unaenda uzeeni. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Na swala kufia kwa watoto hatujaanza sisi. Sasa wewe unataka kuingilia kazi ya Mungu. Kwamba umerudi hapa saa hizi asubuhi umetoka kazini. Ni kazi gani hiyo ambayo ilikuwa ngumu kiasi kwamba mimi mpaka saa hizi unarudi asubuhi wewe mwanaume? Muongo mkubwa. Hakuna cha kazi wala cha nini. Nakujua vizuri wewe ni malaya. Ulikuwa kwa wanawake zako unarudia mimi asubuhi unaniambia ulikuwa kazini. Unanifanya mimi mtoto, si ndio? Hivi kwa nini unapenda mimi niongee wewe? Mke wangu, naomba unisikilize kwa makini, sawa? Tena nisikilize. Mimi nimetoka kazini. Tena nimefanya kazi mpaka nimekesha.
Asubuhi nikasema ngoja niende nyumbani nikapumzike na mwanamke wangu. Mimi nikajua nikija hapa mume wangu habari za kazi, vipi kutoka huko unafika unaanza kunipa lawama. Hivi maisha yetu tutaishi mpaka lini? Kwa nini usibadilike? Kwa nini sio kama wanawake wenzako kina mama Asumani, kina mama Abdalla, kina mama Nyandu? Ni mbona wanawake ambao wana stara kwa wanaume zao? Wewe unaona huna stara kwangu? Mimi sipendi bwana, asubuhi nimefika tunaanza kupigizana kelele kama watoto. Mbona unashindwa kujiheshimu basi? Rudi hapo. Unataka kwenda wapi? Unaingia wapi? Nyumbani kwa nani? Yaani unirudi mimi asubuhi alafu unataka kuingia ndani leo ndani uingii. Tena ikibidi rudi ulipotoka kwa mara ya wenzako. Mimi leo hii ndo nimetoka kwa wanawake zangu, sio? Mke wangu napambana usiku na mchana kwa ajili yetu. Sipambani kwa ajili yangu. Kwa nini unataka muelewa? Acha kusisi vitu vya kijinga ambavyo vinakutia wivu katika moyo wako. Kihakiki kitu na uwe na uhakika nacho na uweze kuzungumza, sio unakizungumza tu. Kodi nalipa mimi. Kula yako naijua mimi. Tena wewe unanikataza nisiingie ndani. Ina maana wewe ni mwanaume, sio? Ni mwanaume mama, Sawa. Kwa kisa kodi unanyanyapaa kwa ajili ya kula. Basi usingenioa kama ulikuwa unajua majukumu yako. Hayo ni jukumu lako, usiniseme mimi kwa ajili ya kula wala kulala. Na kwa nini unashindwa kuniamini? Mbona mimi nakuamini? Ila kama unashindwa kuniamini, Mungu ndo anayejua. Na Mungu ndo atakayenilipia. Mwanaume wewe ni mbinafsi sana. Yaani umekosea, badala uniombe msamaha ndo kwanza unanisema na maneno makali. Nisikilize mke wangu. Kwa uchovu niliokuwa nao nahitaji kupumzika. Ila kama utashindwa kuniamini, mke wangu, acha kuwa na imani haba. Masuala ya Mungu tumwachie Mungu. Mimi sipendi mke wangu unapokuona kila saa na kuona una huzuni. Kila saa una huzuni. Huzuni ni sehemu za shetani. Maandiko yanasema tufurahi kwa kila jambo. Kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kucheka. Hayo yote ni wanadamu lazima yatupitie. Sio kila siku tutakuwa na furaha. Kuna siku itakuja huzuni. Na utakaa ukajua kwamba ni huzuni ya namna gani itakuja. Wengine wanapata huzuni kwa kuumwa, wengine kwa kufiwa. Halafu kwenye masuala mimi kupata riziki na maisha yetu kubadilika kuwa mazuri, ni Mungu mwenyewe. Tumevumilia mangapi huko nyuma. Zamu yetu imefika na sisi tumepokea baraka zetu. Sasa kwa nini hizi baraka tena ziwe sababu ya kwanza kuuliza? Mke wangu, ina maana wewe upende kuishi maisha mazuri? Mungu ametupa baraka hizi kwa uvumilivu wetu tuliokuwa nao mbele yake. Tafadhali mke wangu, naomba uniamini mimi. Siwezi kukuficha kitu chochote kwako. Sawa, nimekuelewa. Usiku wa giza alifanya maamuzi. Baba, mwambie mama ukweli. Usipomwambia mama ukweli, nitakusumbua maisha yako yote. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila akilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha Kiputu, leo umetimiza siku ya 7 ofisini kwangu. Je, kuna changamoto zozote za kazi ambazo unaziona kwako? Hakuna changamoto lolote boss. Hakuna shida hata moja boss. Naona mambo yote yanaenda sawa. Basi vizuri. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kukupeleka site. Sawa? Nikutakia kazi njema. Sawa boss. Nashukuru sana boss. Moyoni mali ya damu hauleti furaha. Mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu. Mwisho wa yote ni amani ya moyo.
Wewe sasa hivi ndo unakuja ofisini? Mbona umechelewa kiasi hiki? Sio kama nimechelewa, ila jana ulipoondoka wakaniacha ofisini mimi na bosi. Kwa ile kazi tumefanya mpaka alfajiri. Kwa ile ulipofika alfajiri, bosi akaweza kuniambia niweze kwenda nyumbani. Ikifika mchana, nikiona nipo sawa, niweze kurudi ofisini. Kwa sasa hivi nipo sawa na maana niweza kurudi ofisini. Kwa hiyo kuchelewa kwangu, taarifa hiyo bosi anayo. Ina maana ile kazi mlifanya usiku kucha? Unacheza sisi bwana. Tumekimbiza kazi ya watu mpaka imeisha. Kwa hapa jambo la kusubiri waje wachukue tu kazi yao. Hongereni. Na imani sasa kazi zinaenda speed. Asante. Mimi na bosi tupo makini sana kwa kazi yetu. Mchaka. Niko ndani. Atakayemshika mkono wakati wa giza, si kwa tamaa wala mali ya duniani, bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya, lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani.